achia roho yangu, shindwa milele katika jina la Yesu. Sema Yeriko yoyote ambayo imesimama ili nisiende mbele, ninaamuru leo, ewe Yeriko, bomoka, bomoka katika jina la Yesu. Aina yoyote ya bahari ya Shamu kuhusu afya yangu, ya bahari ya Shamu kuhusu ndoa yangu, ya bahari ya Shamu kuhusu biashara yangu, ya bahari ya Shamu kuhusu kiroho changu, leo kwa jina la Yesu naingia katika ulimwengu wa roho. Ninachukua fimbo ya Musa, ninayapiga maji yangu ya Shamu. Achia njia, achia njia, afya yangu rejea leo. Aina yoyote ya maradhi, magonjwa yaliyopandikizwa ndani yangu, ng'oka, ng'oka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shika kichwa chako, sema Baba, kupitia ibada hii komboa akili zangu. Chochote ambacho kimeleta uzito, kimeleta ujinga, sijielewi hata mimi mwenyewe katika akili zangu, ng'oka, ng'oka. Pando lolote la adui katika fahamu zangu, ng'oka. Baba, naomba akili njema, moto wa Roho Mtakatifu shuka juu yangu, shuka juu yangu. Angamiza mapando yoyote ya kuzimu leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema mimi si wa kawaida, mimi zako nitafanikiwa sana, mimi zako nitakuwa mtu mkuu, mimi zako sitakufa bure, mimi zako nitaishi, sitakufa. Maana mimi ni mtoto wa Mungu, maana mimi ni uzao mteule, maana mimi ni kuhani mtakatifu, maana mbinguni Baba yangu anajua jina langu. Hivyo adui, sikia tena, sikia vizuri, sikuogopi, unitishi, na ninakuamuru leo, achia eneo lote la maisha yangu ambalo umelikamata katika jina la Yesu. Leo ninatengua, ninatoa hukumu juu ya ajenda zozote za mamlaka ya giza juu ya maisha yangu. Achia roho yangu, achia mwili wangu, achia maisha yangu, toka kwa jina la Yesu. Sema Baba, nanyosha mikono, tembelea afya yangu, virusi vya aina yote, wadudu wa aina yote, maradhi ya aina yote, ng'oka, ng'oka, ng'oka. Achia roho yangu, achia nafsi yangu, achia mifupa yangu, achia damu yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Kuna nguvu ya Mungu inapita, pokea, pokea, pokea katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru asubuhi leo, umekuwa nasi Bwana, wiki yote imeanza, leo umetuingiza nyumbani mwako kukuabudu. Tunanyenyekea mbele zako, mioyo yetu iko mitupu. Ongea nasi Bwana kupitia ujumbe leo, kafungue macho yetu tupate kuona, utukufu wako kadhirike katikati ya maisha yetu. Baba, tunakutamani, tunatamani tukujue sana wewe, tunatamani tukujue Bwana, tupe neema ya kukujua. Roho Mtakatifu, msaidizi halisi, nena nasi, tusaidie katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. 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 Haleluya. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuketi. Napenda kukupongeza ambaye leo ukasema sitazubaa, lazima niende nyumbani kwa Baba kumwabudu. Ngoja nikwambie, sio kazi nyepesi. Wengine wamebaki, walitaka kuanza wakashangaa nguo eti ana mtu amesingizia nguo ana, mimi kubaki. Kwa nenda kuonyesha nguo. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja kwa ajili ya kumwabudu Baba yako. Kwa ni neema kubwa kupata kibali tena asubuhi leo kwa ajili ya kutumikia Mungu. Asubuhi leo kwa ajili ya kutupeleka mbele za Bwana. Ina somo ambalo tunaendelea msomo wetu ambao ndio kitabu cha Mathayo ile sura 16 mstari ule wa 18 na 19, hususan kuhusu malango yasionekana ya kiroho, ambapo Bwana Yesu anamwambia Petro,
wewe ni lango, na katika mlangoni nitajenga kanisa langu, malango ya kuzimu hayataligusa. Wewe ni lango la Kristo. Hakuna shetani ukiamua kusimama, hakuna mchawi anaweza kukugusa. Lakini akasema nimekupa funguo. Alijua malango yanahitaji funguo. Utakalo lifunga limefungwa mbinguni, utakalo fungua limefunguliwa mbinguni. Una uwezo wa kufungua na kufunga. Sio kila mlango lazima ufungue, iko tofauti. Leo kwa neema ya Mungu tutaangalia mwendelezo wa somo hili, lakini katika somo ambalo imempendeza Kristo linaitwa kufungua malango ya mipenyo. Kuna malango yanaitwa malango ya mipenyo. Baada ya kuwa umebangaiza kwa muda mrefu, ukitafuta kazi, ujui ufanye nini, upo tu, unahitaji neno moja litakalobadilisha akili yako na kukupa mpenyo kutokea. Watu wengi wanatembea katika giza. Wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Siku kubwa mbili katika maisha yako, siku kubwa za msingi katika maisha ya mtu yote ni mbili tu. Siku ya kwanza ni siku ulipozaliwa. Ndio maana tunasherehekea siku ya kuzaliwa. Wengine wanasema ni pagani, wengine wanasema sio sahihi, lakini achana nao. Bila sema kwamba mwingine ana siku zote sawa, mwingine ana tofauti. Ukijisikia kupiga sheria birthday ya kupiga tu, wala hakuna anayekuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna sehemu imekatazwa mara msitende dhambi. Kwa hiyo ni matakwa ya mtu binafsi, lakini siku ya kuzaliwa ina maana kubwa sana kwa Mungu. Ndio maana pia anasema heshimu baba yako na mama yako. Mama anaonekana mbele lakini kama kuna baba ndio anafanya kazi kuishi duniani. Whether ni wabaya, ni mashetani, ni wachawi, ni wabaya, bado ni wazazi. Biblia inasema mtu mwingine yote anaweza kutabaraka na laana wewe. Ni baba yako na mama yako. Ukiwa na ugomvi na baba yako na mama yako, hakuna madhabahu, hakuna ibada inaweza kutoa. Mungu mbeba shetani mkono. Kwa hiyo lazima uweze kuweka heshima kwa wazazi, baba na mama. Kwa siku ya kuzaliwa ina maana kubwa. Siku ya pili ya msingi wa maisha yako sio siku ya kufa. Kwa sababu kuna mtu anajua mimi ukifa leo nani atajua kama nimekufa. Sio nalala hapa kwa kitu. Ni siku utakayojua kwa nini unaishi. Ni siku utakayojua kwa nini unaishi. Maisha ni nini? Nilikuwa nasoma article moja leo. Hizi pumzi unazofanya mwanadamu yote miaka 80 akiishi, ambao unajua utafika kwa jina la Yesu, unapata mara milioni 500. Mwanadamu ni katika hali ya kawaida. Kwa hiyo pumzi unapumua leo sio umemaliza ngapi mpaka milioni 500. Kina ndokiza milioni 2, nyingine zimeisha. Yaani miaka 80 kama Mungu atakupa usiku na najua utapewa. Lakini pia tunajua tuna masaa 613. Masaa machache. Leo imeshaisha masaa 20. Toka umezaliwa imesha mangapi? Kwa wengi wetu, wengine tunabakiza masaa 200, wengine tunabakiza 400, ukiwa ni mdogo sana tunabakiza labda masaa 500. Lakini wengi tumeanza kwenye 400 kwenda chini. Wengine tunabakiza masaa 100 ya kuishi ukiwa na nguvu. Kwa hiyo maisha ni nini? Nisikilize kwa makini. Wengi wetu mnajua gari, hata kama hujaendesha bado unaendesha basikeli. Hata kama hujaendesha basikeli unaendesha pikipiki. Bwana Yesu asifiwe. Ni gari na muendesha mtu au mtu anaendesha gari? Bwana Yesu asifiwe. Ni basikeli na muendesha mtu au mtu anaendesha basikeli? Kipi kinaendeshwa? Kile kichoko, si ndio? Maisha, huu mwili uliopewa ndio maisha. Sasa nataka na wewe unauendesha mwili huu au mwili huu unakuendesha? Mwili huu ukikuendesha lazima tena kwenye uzinzi. Mwili huu ukikuendesha lazima utakwenda kula kupiga kiasi. Mwili huu ukikuendesha lazima atakwambia leo tusisali, tulale hivyo hivyo, sema tu baba yetu ni mbinguni, piga kwa usingizi. Mwili huu ukikuendesha wewe, asubuhi tamka niende kanisani, lakini nimechoka, jana nimechelewa kulala, unavuta kushuka na pili. Kwa sababu mwili hauna adabu. Mwili ukikuendesha unaweza kuletea tamaa za ajabu. Mpaka watu wanatamani mpaka watoto zao. Mpaka wengine wanatamani mpaka ndugu zao. Kwa sababu mwili hauna adabu. Kwa sababu mwili gari ni kama gari. Gari ukiacha ikuendeshe yenyewe, gari lipeleke mjini.
Ni lazima uiambie gari nataka kwenda mjini. Bwana Yesu asifiwe. Utie mafuta, utakapopita njiani utakutana na vikwazo. Barabara yetu sasa imeharibika. Pale juu kuna kamera kubwa, lazima utie gia kubwa. Gari ni kidogo. Mwili lazima uteseke ili ufanye mambo makubwa. Hakuna mwanadamu aliyekula raha akafanikiwa. Hayupo bado. Kwa maisha maana yake ni wewe kuweza kuchukua nafasi ya kuongoza mwili wako. Muda wa kuomba lazima uombe. Jana nimerudi kidogo nimechelewa. Saa 5 usiku nikasikia nataka kulala usingizi mzito. Nikasema lala mtoto. Nikapenda piga maji ya baridi. Alafu naingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwili ukikuendesha utataka starehe. Na ukitaka starehe hamna ibada. Mwili ukikuendesha muda wa kuomba utakwambia lala kidogo. Mwili ukikuendesha muda wa kufanya kazi za watu jitume, umalize kazi upesi utakwambia utafanya baadaye angalia simu kidogo. Kwa sababu mwili hauendani na roho. Ndio maana siku tunakuzika tunasema mwili wa fulani. Kwa sababu mwili ni chombo tu cha kubeba mtu ambaye ni wewe. Wewe umeenda wapi? Umeshatangulia kwa Baba. Kwa sababu kibiblia Mkristo ambaye anampenda Yesu akifa, anapokata roho malaika wao wanashuka. Hiyo ni Biblia inakupa mstari kama huo. Wanabeba roho yake. Wanaipeleka paradiso. Hiyo ndio Biblia inasema. Lakini mtu ambaye amekufa na shetani, mapepo mawili makubwa machini anakuja kuchukua roho yake kwa mateso. Hiyo ndio tofauti ya watu wawili hao. Kila mmoja wanaishi duniani, lakini miili yao na roho zao zinaenda tofauti. Anasema mwanadamu ameandikiwa kufa mara moja baada ya kufa hukumu. Sasa sitaki kwenda huko. Hilo somo lingine tena. Nataka kuelezea kuhusu maisha. Kwa ni lazima uwe unajua na kuwa na mipango ya maisha yako ili uweze kuongoza mwili. Ngoja nikwambie kitu. Unaweza kuwaza baada ya mwaka mmoja lazima niwe na nyumba yangu. Sasa hiyo ndio wewe ndani yako unapanga hiyo mipango mikubwa. Lazima niwe na nyumba yangu. Uweze kusimama ndani ya miezi miwili. Pokea nyumba ndani ya mwezi mmoja utapeli. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kutokea kwa muujiza lakini sio kitu cha kawaida. Lakini katika hali ya kawaida Mungu anasema maandalizi ya moyo lazima yawepo. Mungu anasema kabla hujaanza kujenga mji lazima upige gharama. Hiyo ni maandiko. Sasa hizi zingine za miujiza achana nazo kwa sababu kuna miujiza mikubwa zaidi ya hiyo. Lakini pia Mungu anapokupa baraka yote kimwili anakuandaa moyo wako ili uweze kubeba vizuri. Kwa unaweza kupanga mwaka mmoja ujao lazima nipate nyumba. Swali, unafanyaje kuongoza mwili ili upate nyumba? Moja kati ya vitu nasema kazi yoyote itakayotokea mbele yangu nitaifanya kwa nguvu zangu zote. Mungu anakujaribu. Atupe kazi ya kubeba zege kupandisha ghorofani. Siku ya kwanza unabeba zege mguu wote umepanda kupinda upande. Mwili unakwambia tukubali. Ujakaa sawa unakuta zako watu na simu za kisasa za kubonyeza kuteleza. Ile hela hapo ilikuwa umesave na mimi ngoja ninunue simu. Kisha baadaye. Usijue kwamba kumbe unaweza kukaa bila simu duniani wala sio tatizo. Na ile ukabadilisha mambo mengine maana ukaanzisha biashara nyingine za kutoa. Lakini maskini umekamata akili. Wewe mwili una tamaa, unataka na mimi lazima kuteleza. Niwe naangalia na mhubiri. Nani amekwambia kwamba lazima unasikia na mhubiri? Kwani Biblia haitoshi? Usinunue Biblia basi. Ninataka kusema nini? Nataka kusema lazima ukandamize mwili, lazima utese mwili wako ili ufanye mambo makubwa. Usipotesa mwili, fanya kitu cha maana. Unaamka asubuhi na wengi tunajua. Unashangaa unasikia kifua kama kinawaka moto. Sasa ni vichomo vinatembea. Alafu unasema hapa leo nakufa. Badala ya kusema nitainuka na nitafanya kazi kama kawaida. Dakika 5 zipite kwa sababu imani yako imebadilika, unakuwa mtu mwingine. Nataka kukwambia nini? Maisha ni namna unaweza kupata akili njema ukauongoza mwili. Haya macho unayopewa mawili sio anatakiwa kuongoza yenyewe. Lazima upige mwili kwenye discipline. Usipopigia mwili discipline utakuharibia shule, utakuharibia mambo yote. Kamuulize mwanafunzi anapasoma. Nimeanza darasa la kwanza mpaka la 7 tulikuwa watu zaidi ya 100. Tumeenda sekondari tulikuwa watu 50. Tumeenda high school tulikuwa watu 18. Tumeenda chuo kikuu tukabaki watu 4. Hao walibaki nyuma, sio kwamba walikuwa na akili. Wengi wao walishindwa kucontrol mwili. Wakati wa kusoma, wengine wanaenda kuchukua samaki. Wakati wa kusoma, wengine wanaenda kupiga bao. Wengine wanaenda kuangalia sinema. Wengine wanaenda kufanya mambo ya kuangalia mpira. Kwa automatically mtani picha lazima wataachwa. Kwa sababu wameshindwa kuwa na discipline. Hawajui wanaenda wapi. Hawajielewi. Sasa hivi kwa sehemu ya kwanza ya somo. Nitaka kwanza uelewe. Lazima ufike hatua. Mwambie Mungu, napoangalia maisha yangu, ndani yangu na
asubuhi, mwana mpotevu. Siku moja akati alitotea kule kwenye shamba mbali kule, akakaa chini akajiuliza, hivi kwa nini nimekuja huko? Mbona nikienda nyumbani kwa babangu kuna chakula, kuna wali, kuna kuku, wengine wanachukua hapa na mwaga, bali sisi nyumbani. Lazima ufike tu siku moja ukae chini ujiulize, hivi kwa nini naishi? Kwani nina nini ndani yangu? Haijalishi ndani yangu. Haijalishi una hela. Mwanadamu yoyote ukatoa hakuna aliyekuja na hela na hakuna atakayeondoka na hela. Hakuna aliyekuja na nyumba wala hakuna atakayeondoka na nyumba. Hakuna aliyekuja na gari wala atakayeondoka na gari. Tunakikuta hapa. Kwa hiyo nasema kwamba mwanadamu yoyote akijitafakari kwa makini chochote kilicho chema. Biblia inasema kwamba Mungu hataacha kuwapa kilicho chema au afanyao nini? Mpendao. Lakini maandalizi ya moyo sio ya Mungu. Ndio maana ukikutana na mtu unaambia brother, sasa mkani itakuwaje? Mungu anajua. Mungu anajua. Kwani Mungu anajua na mwezi pia sio tujue. Lazima uwe na kitu fulani moyoni mwako kinakwambia mwaka ujao Mungu nijalie, nitajituma kwa namna yote nifanye jambo fulani kubwa. Ukishakuwa na akili kama hiyo, kesho utafanya mambo. Sasa somo langu alipoko. Lakini bila hilo huwezi kuelewa somo ambalo naenda kufundisha. Somo linaitwa milango iliyojificha au malango magumu iliyojificha yamepenywa. Jinsi ya kuweza kuyafungua. Sasa tuanze na kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 31 mpaka 33. Marko sura ya 7 mstari wa 31 mpaka 33. Tuangalie Bwana Yesu anatuambia nini kuhusu somo ambalo tunakwenda leo ambalo linaitwa kufungua malango ya mipenyo. Unawezaje kufungua malango ya mipenyo? Kwa sababu ukishajua kusudi la maisha ndipo utaweza kufungua malango ya mipenyo. Anasema akatoka tena katika mipaka ya Tiro, akapita katikati ya Sidoni, akaenda mpaka bahari ya Galilaya, kati ya mipaka ya Dekapoli. 32. Wakametea kisima, naye mwenye utasi manake mtu asiweza kusema. Wakamsii amwekee mikono. Hapa tulipo wote unaweza kusema unasikia, lakini kuna wengi hawasikii. Nikiuliza sasa hivi somo la leo ni nini? Wachache wanakumbuka. Masikio yao yanasikia lakini hayasikii. Kwa unaweza kuwa na masikio lakini usikii. Ukimuuliza tunasoma mstari gani sasa hizi? Amesikia lakini hasikii. Kwa sababu masikio yake yamefungwa. Na ukibana sana kwamba mimi nakumbuka lakini anasikia na kuongea lakini hasikii. Anasema mwingine anakuwa na midomo mwenye utasi manake ni mtu ambaye hawezi kuongea. Ukisoma katika Biblia tafsiri halisi. Kwa watu wengi pia hawawezi kuongea. Ukimwita mtu hapa, tuelezee kidogo somo la leo, utashangaa anaweza kuanguka. Bora umpige kisu kuliko kumwambia simama hapa elezee somo la leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanadamu wengi wako hivyo. Sisi kwa makini. Ninaongea kuhusu malango ya mipenyo, lakini mipenyo ya maisha mwanadamu yanatokana na kusikia. Natamani ukiingia ibada yoyote, hususan ibada ya leo, pata kitu cha kubadilisha historia yako. Usikubali kuingia katika ibada alafu ukatoka vile vile ulivyokuwa. Ndio maana nilipokuwa naomba jana, Mungu akaniambia, unajua umesahau kitu. Nikiambia kitu gani? Nataka kabla ibada haijaanza ujianza kusema neno, watu waombe. Akasema kuomba kwa ajili ya nini? Akasema kwa sababu watu wanatakiwa kufunguliwa. Na kufunguliwa pekee kunatokana na mitobo. Kwa watakapoweka mambo 5 au 6 watakapoanza nayo, watakapotulia kwenye ibada watakuwa wameshaweka ukuta tayari, wameshaweka msingi ambao ukianza kwenda kwenye neno utawasaidia. Ni msingi ambao tulikuwa tumeweka mwanzo lakini tukawa tumeuacha. Badala ya kuingia kwenye neno moja kwa moja, tunatakiwa tuingie kidogo kwenye maombi ya roho 2 na 3. Ili tuweke sawa. Kwa sababu midomo unapotamka, unaposema una nguvu. Kwa nini? Kwa sababu dunia yote, hata wewe mwenyewe uliumbwa kwa midomo. Mungu akasema kwa mdomo una nguvu. Na ndio maana mtu mmoja akasema, kwa nini tunatamka wote? Nikasema kupata nguvu ya kiroho kunatokana na kutamka.
Sasa tuende kwenye kitu alichokifanya Yesu. Sikiliza kwa makini. Baada ya Yesu kuletea huyo mtu akafanya nini? Tuende mstari wa 33. Anasema akamtenga na makutano faragani. Akatia vidole vyake masikioni mwake. Natamani leo Yesu akutie vidole chake masikioni mwako. Kwa nini? Kwa ajili ya kufungua hatima yako. Kwa ajili ya kufungua kule unakokwenda. Anasema akatema mate, akamgusa ulimi. Mambo mawili. Sasa kuna watu wanahangaika sana. Msitumie maji. Msitumie mafuta. Sasa Yesu alitumia mate. Ingekuwa na waandishi wa habari wangesemaje wakati huo? Yaani akachukua mate mdomoni mwake akataka mtie ule mtu ulimi wake. Hapo nyingine akachukua matope, akampaka mtu kwenye mguu. Kwa nini unatumia matope? Usiulize mambo ya kiroho sio hapo hivyo. Mambo ya kiroho sio kwa akili za kawaida, unapoteza muda. Ila watu wanatumia vibaya, lakini sio tatizo. Yesu anasema kwamba akamtema mate, akamgusa ulimi. Akachukua mate akamtia kwenye ulimi. Mambo gani yanakichukua? Ndivyo. Mambo ya kiroho ni magumu kidogo. Lakini umeelewa. Sijasema kwamba naweza kuambia leo kwanza kuchukua mate unaweza kutibia mkononi. Utakuwa na problemu. Yeye anakuambia tu kuna vitu vya kiroho unahitaji kuviuliza sana. Mshukuru Mungu, songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mambo yamefichwa. Kwa Yesu alichokifanya, akaenda akamgusa masikio yake, alafu akamtemea mate akagusa. Kwa vitu viwili vikubwa ambavyo vinafungua mipeni ya maisha mwanadamu yoyote. Cha kwanza, masikio. Ndio maana kama unaendesha gari, kama unataka kwenye nyumba, naomba nipate Biblia ya King James. Hii inanipa shida hii. Endelea mbele. Anasema akatazama juu mbinguni. Yawezekana kabisa ukaguswa kidole na Yesu, alafu akachukua na mate akagusa ulimi, alafu bado hajafunguliwa. Yawezekana kabisa neno la leo likaongea na wewe, lakini bado ukatoka vile vile ulivyokuja. Anasema alipoinuka akaangalia mbinguni, alafu akatamka. Akuishia tu kugusa na kidole, akuishia tu kumtemea mate. Akasema akaugua maana yake akaomba. Akaomba. Kwa nini Yesu anaugua? Biblia inasema hivyo, sio mimi. Naongea maandiko, please. Unajua wakati mwingine unasikia kwenye barabara habari za Yesu, nataka usisome mwenyewe. Anasema Yesu akaangalia mbinguni, alafu akaugua, maana yake akatamani huyu mtu aweze kufunguliwa. Leo Yesu anaugua kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema akaugua, alafu akamwambia, akusema aliomba kwa moyo. Akamwambia Efata. Maana yake nini? Funguka. Leo Yesu yuko hapa. Kama utasikiliza kwa makini na upige asubuhi, naomba nikwambie milango mikubwa ya mipeni itafunguka katika jina la Yesu. Na sio naongea hadithi, ninaongea uhalisia, kwa sababu Mungu ana makusudi na maisha yako katika jina la Yesu. Haleluya. Efata maana yake funguka. Ni amri. Shika mkono wako. Sema chochote kinachozuia maisha yangu yasiende kiwango kingine, efata kwa jina la Yesu. Nguvu zote, mamlaka yote, uchawi, ushirikina, kama kuna mtu nimeshikana naye mkono akaweza kukamata hatima yangu, leo kwa jina la Yesu ninaamuru efata kwa jina la Yesu. Sasa sema efata. Yesu akaugua, akasema efata. Usifanye masiara. Mambo ya kiroho yanahitaji kidogo kwenda katika namna ya kiroho. Kwa nini Yesu aliugua? Unajua si mwana wa Mungu akisema tu, wewe kijana sikiliza, na masikio yako funguka, midomo yako iweze kuona. Fanya kishi. Lakini Biblia inasema kwamba akaugua. Na hiyo ni mara ya pili. Sehemu nyingine baada ya pale unakuta kaburi nani? Lazaro. Biblia inasema Yesu akavuta sauti, Lazaro, njoo. Kwa nini? Sasa sema tu, Lazaro. Hiyo sauti Mungu alikupa. Hajakupa kijiji sio kwa kumkemea mtoto wako nyumbani. Wewe! Kwa ajili ya kukemea mambo. Katika jina la Yesu. Hii mifuko inaishiwa hela kila siku na kuamuru mifuko funguka. Unajua, tunajua mambo matatizo, lakini hatujui kutamkia matatizo. Biashara, sikiliza. Kila siku unakula sana hapa. Unaiambia, ninakuamuru kwa jina la Yesu, anza kuleta hela leo.
Sio kama unakaa tu unasema Baba nisaidie. Amekupa mamlaka kukanyaga nyoka rangi na nguvu zote za wewe na nini? Tamka. Kwa sababu kuna nguvu katika kusema efata. Efata maana yake nini? Uponyaji wa kimwili na marejesho. Yule mtu ambaye alikuwa hawezi kusema, ibidi misuli ya ulimi itengenezwe upya. Sio tu kupona. Unaweza kupona alafu ukabaki vile vile. Ndio maana ngoja nisikize kwa makini. Ndio maana mtu akija kuopewa hapa, tunakuja katika jina la Yesu. Siku ya kwanza anainuka, anasema nina ushuhuda, habari njema, nimepona. Haleluya, haleluya. Baada ya siku 4 tunakuta yuko vile vile. Kwa nini? Wokovu wa Kristo, njia za kimungu zinatua. Unapozidi kuja kanisani, ndipo unazidi kujengwa, unazidi kutengenezwa, unazidi kufunguliwa, unazidi kuwekwa huru. Sio siku moja. Na ukienda kwenye mikutano mikubwa injili, ndio maana unakuta watu wengi wanakuja na mabaskeli, alafu wanafunguliwa pale, wanatupa na zile skrepa zao za kutembelea. Alafu baada ya wiki 2 unawakuta tena barabarani. Watu wa dunia wanasema kwamba walikuwa matapeli. Sio kweli. Ukifunguliwa na Mungu, alafu ukarudi kwenye dhambi, pendwa katika Bwana, ile hali yako ya kwanza inakuwa mbaya kuliko tulikuwa na mwanzo. Mungu anahitaji mahusiano. Mungu anahitaji kukuponya na kuweka. Huyu mwenyewe ukimwona kwa makini, kama ataiacha njia ile njema alifunguliwa masikio pamoja na midomo yake, haini bali. Baada ya siku sio nyingi anarudi kule kule. Kwa sababu efata maana yake ninaamuru leo uchumi wangu ufunguka. Siishi kufunguka bila sema omba, alafu fanya nini? Anasema bisha au goga, tafuta. Kuna hatua za kuchukua baada ya kufunguliwa. Mlango utafunguliwa ndio, lakini wengi wakishaona mlango umefunguliwa, kama utatoka nje, hakuna utakachokipata. Ninaongea kuhusu mipenyo. Mipenyo, maji yakiwa mengi humu ndani yanatafuta sehemu ya kupita. Maisha yanapokuwa magumu, magonjwa yamekukamata, lazima upate namna ya kutoka, magonjwa yaweze kuachia. Vinginevyo unabaki nayo. Matatizo ya kiuchumi yamekupata, lazima uwe na namna ya kuweza kutoka ili uweze kuachiwa. Lakini Biblia inakwambia kitu kimoja. Inasema kwamba unahitaji masikio, unahitaji midomo. Kwa nini naongea hivyo? Labda tuangalie hizo ndio funguo sasa. Funguo za masikio na midomo. Kwa sababu watu wengi wanasikia lakini hawaponi. Sasa hebu tuangalie kidogo. Kwa namna ya kawaida, maeneo ambayo watu wanaweza kufungua milango migumu katika Biblia. Watu wanaweza kutoka katika shida ngumu katika Biblia. Milango gani ya mipenyo ambayo iliweza kufunguliwa? Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5 mpaka 11. Tunakutana na habari ya mtu anaitwa Petro akiwa amefungwa ndani, na alikuwa na namna ya kufanya. Gereza ni masikio yamefungwa, usikii chochote kwa nje. Maisha yamefungwa. Mwaka unapita 2025. Ndio tumesema ni mwaka wetu kwa ajili ya kuweza kuona mambo makubwa, hekima kutana mambo makubwa. Lakini ukiangalia katika maisha yako una cha kuonyesha. Hakuna kuwa hata moja bora sema hili lilikuwa kubwa, hili lilikuwa kubwa. Mwaka unaisha, mwakani pia ujui utakwendaje. Kilimo kimeanza, hata ile mbegu unawaza itakuwaje. Lakini kumbuka mwezi wa kwanza watoto wanatakiwa kwenda shule. Uniform hazipo. Kifungo, masikio yako. Unajaribu kujibaguza, lakini unawaza sasa wale ambao wanakutabia baba wanasema simpeleke hata mtoto shule kwa sababu midomo yao inasema mabaya. Lakini natamani leo ubadilishe namna ya kuongea. Mwambie Mungu wangu atanipa kila ninachokihitaji mwezi wa kwanza watoto wanaenda shule katika jina la Yesu. Haijalishi nini, Mungu atafanya njia. Nataka kuongea kuhusu gereza. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5 mpaka 11, unakutana na Petro akiwa amefungwa mikatale. Askari wamekaa kushoto, askari wamekaa kulia. Matatizo yamekaa kushoto, matatizo yamekaa kulia. Ndoa inayumba, kila kitu kiko ovyo. Shida zimetokea, hakuna watoto, hakuna shida, matatizo yameongezeka. Naomba nikwambie, hiyo ni ndio gereza. Biblia inasema kitu kimoja cha msingi sana. Anasema Petro alilindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Sikiliza kilichotokea. Kwa hiyo ina maana funguo kubwa ya kuweza kufungua masikio yako, funguo kubwa kwa ajili ya kufungua midomo yako ni maombi. Na ndio bwana unapopitia katika shida, kitu ambacho shetani atakupiga nacho ni kwamba unaenda kwenye maombi na kama Mungu akusikii. Baba katika jina, mbona unajiombea mwenyewe? Mbona kama Mungu anisikii? Mungu anakusikia. Usiende kwa hisia, nenda kwa uhalisia.
Usikubali kudanganyika. Mungu anasikia dua kwa muda wa sala. Ndio maana ngoja nikwambie, tunashauri uwe na muda wa sala, muda wa kwenda kanisani, muda wa kumwomba Mungu. Uwe na muda ili kukusaidie. Kitakachokuongoza sio ili mwili, najisikia, ila kitakachokuongoza ni muda wa kusali, ni muda wa kumwomba Mungu. Ukiongozwa na hivyo utakusaidia sana. Kwa anasema wakati wanaomba ndipo ikaendelea. Nini kilitokea? Tuendelee kusema mfuata. Anasema hata wakati wa Herode alipotaka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, katikati ya matatizo makubwa, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Shetani huwa kamati kitu kimoja, anakukamatia mpaka uchumi wako, anakuletea misiba, anakuletea matatizo, anakuletea na shida, mambo yanakuwa mengi. Anasema kilitokea sasa baada ya kuomba. Twende. Anasema mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, na nuru ikamulika kule chumbani, na alikuwa anaona nuru ni Petro peke yake. Petro akampiga Petro baguni, akamwamsha, akasema ondoka upesi. Minyororo yake ikaanguka mikononi, unafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini amefunguliwa? Kwa nini alifunguliwa? Kwa sababu ya maombi ya kanisa. Ndio maana ukiwa ni baba, ukiwa ni mama, waambie watoto wako niombeni. Ukiwa ni baba, ukiwa ni mama, ukiwa ni kaka, ni dada, tafuta watu wa kuombea pia. Omba na wewe, lakini pia uone watu ambao wanaomba. Uone timu ya watu kunyuma wanakusaidia kuomba. Kama umeoa, umeolewa, mke wako lazima wewe muombaji. Mume wako lazima wewe muombaji. Anajiombea mwenyewe, mnaomba pamoja, lakini pia anakuombea na wewe. Hiyo ndio namna ya kutoka. Vinginevyo mambo mengine huwezi kufunguka masikio yako, huwezi kufunguka midomo yako. Inahitaji msaada wa Mungu. Kwa ni muhimu sana kujua kuna nguvu kubwa ya kuweza kufungua mipenyo ya maisha kupitia maombi. Ndio maana ukikaa na watu wa dunia, wanakwambia ni watu ambao wameokoka, sio walokole. Nilishakitazamua mna walokole. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi sio mlokole. Wewe ni mtu unaokoka. Hakuna mstari katika Biblia unakwambia ni mlokole. Kwa mtu akikwambia mlokole, mpige kibao. Ila kupiga usilemee. Maana kukataa. Kataa. Wewe sio mlokole. Mlokole ni mjinga. Sio mlokole. Kwa mtu unajielewa. Kwa mtu unajitambua. Kwa sababu ni mtoto wa Mungu. Wewe umezaliwa upya. Umeumbwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa unakuta mara nyingi katika maandiko haya sehemu kubwa ya kutoka katika matatizo magumu ni kwa njia ya maombi. Ndio maana jana nilikuwa namsikia mtu mmoja anaongea kwenye TV. Anasema unajua Wakristo wanajenga makanisa kila sehemu. Na makanisa baada ya kujenga viwanda wanajenga makanisa. Alafu unamwangalia mtu mjinga anaongea ujinga kama huo. Kwa nini anakuambia kwamba kujenga mbona wengine wanajenga mabaa? Mbona wengine wanajenga ma guest house? Anaongea kitu ambacho kipo. Ngoja nikwambie. Haya maisha sio wanafanya kazi kwa bidii na kwa matajiri. Kama ulichoona hicho hivyo atakudanganya. Sio wanaokimbia mbio sana ndio wanakuwa mbamba. Maisha haya ni siri. Na Mungu ameificha. Ndio maana sio wasomi wote wanakuwa na hela. Sio kwamba ukisoma sana basi unakuwa na hela sana. Forget about it. Unaweza kusoma na kila siku unabadilisha kila kitu katika moyo wako. Haina uhusiano. Mungu ndiye anayechukua maisha yako. Ni bora ukaangalia kwa Yesu ukamuomba. Nilie kwa nguvu, Yesu akaugua, lia kwa ajili ya kitu chako. Nilie kwa bidii, usikose ibada, kupambana. Naomba nikwambie, haipiti muda Mungu anafungua njia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu wa pili, kwa Petro baada ya kuomba, milango ikafunguka. Mlango wa kwanza, ngoja nikwambie kinachotokea. Biblia inakwambia kwamba Mungu akamwambia Petro akakuta mlango umefunguka. Nenda mbele utaona kinachotokea cha pili. Anasema, mara malaika wa Bwana, malaika akamwambia, jifunge kavae viatu. Kisha akamwambia, jivike nguo zako unifuate. Endelea. Akatoka nje akamfuata, wala kujua kuwa aliyofanya ni malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Endelea. Walipopita lindo la kwanza, kwa kuna gate la kwanza. Katika mipenyo kuna lango la kwanza. Unaondoka, unapata mtaji. Ukipata mtaji, vita vingine vinaanza. Sikiza kwa makini. Anasema wakatoka nje, wakapita katika njia moja. Mara malaika anasema akasema wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini. Kulikuwa na mlango wa kwanza wa gereza. Kwanza kulikuwa na askari. Kwa Mungu anapokutoa kwenye shida, unatoka kwenye shida hatua ya kwanza. Unapoendelea kuja kanisani, unapoendelea kuomba, unapoendelea kusoma neno, inakuja mlango wa pili. Baadaye mlango wa tatu. Watu wengi wameishia kwenye mlango wa kwanza. Kwa hiyo unakuta wamefanikiwa kidogo, wakaja kutoa na shuhuda. Biashara yangu imekwenda vizuri. Nimepata ajira. Baada ya muda sio mrefu, mambo yanabadilika. Kwa sababu hawana uwezo wa kuendeleza kumuomba Mungu. Hawana uwezo wa kuendelea kutafuta Mungu.
hawana uwezo wa kuendelea kuja kanisani, wameamua kuishia pale pale, na mwisho wa siku hakuna kitakachoendelea. Mtu wa pili katika maandiko ambayo ilitokea na mlango kufunguka ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25 wa 25 na 26. Matendo 16 25 na 26. Paulo na Sila wamefungwa gerezani. Sikiza kwa makini. Nimekwambia funguo moja kubwa au njia moja kubwa kwa ajili ya malango ya vipeni ni maombi. Maombi ya kukua. Maombi ya kulia kufungua masikio. Kwa sababu ukisikia masikio unafunguliwa habari njema. Unaambiwa habari nzuri, habari za kwenda kwenye vipeni yako, kwenda kwenye baraka zako. Lakini la pili, sikiliza, Paulo na Sila walikuwa gerezani wanaomba. Matendo ya Mitume 16 25 26. Walipokuwa naomba, wamefungwa, hawana namna. Gereza limefungwa. Wanasema Paulo na Sila walimuomba na kumwimbia Mungu kwa mlango mkubwa mwingine kwa ajili ya mipeni yako ni sifa. Nilipata hadithi moja zamani sana tunakuwa kwenye wokovu, mchungaji mmoja alikuja kutoa ushuhuda. Alikuwa ameanzisha kanisa. Kuanzisha kanisa sio kitu chepesi. Kwa sababu unaweza kufa. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine uchumi wako wote unakatwa. Adui anaweza kufikia katika milango yako yote kwa shida. Umepata mke ambaye anataka pesa, watoto wanataka pesa, wewe ndio umeitwa na Mungu. Alafu hauna pesa nyumbani na huko kanisa unatakiwa uje uhubiri. Walifika tu wameanzisha huduma, Mungu amewapa neema. Lakini chakula hakuna. Washirika walikuwa nao walikuwa wachache na walikuwa na uwezo mdogo. Kwa ikafika siku ya kwanza wajala chakula. Siku ya pili wajala chakula. Siku ya tatu hali imekuwa ngumu. Badala ya kulalamika, badala ya kupiga kelele, akamwambia mtu wangu njoo chumbani. Wakachukua sefuria. Wakaanza kupiga Mungu ni mwema, ametenda mema. Wakamchezea Mungu kwa jasho. Njaa zinauma. Haikupita dakika 10. Mtu akaja akawaletea chakula. Hiyo ngoma ikawa imeisha suri. Sasa kesho yako ataendelea. Unajua kumbe si ni ngoma, ni kufuri kusifu. Ukiendelea tena siku ya pili unapiga gani? Hata hata ngoma. Siku hizo unaweka hata muziki angalau kwenye simu. Bwana Yesu asifiwe. Wanapiga kaseti geka. Wanamsifu Mungu. Katokea muujiza. Mtu anaomba nyumbani akaja kuita kwa ajili ya kwenda kuombea. Walipomaliza kuomba yule mtu akafunguka. Baada ya kufunguka wakawaachia pesa za kutosha. Na ndipo walipotoka katika huduma. Nataka kuongea nini? Ufunguo mkubwa wa pili. Wale walipokuwa wamekaa sana kipa mnapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwimbia Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Nyimbo za kumsifu. Wakati mwingine unahitaji kuomba, Baba naomba. Wakati mwingine unachukua tu kitabu chako cha tenzi, anza kumsifu na kumwimbia Mungu. Sio simbe nyimbo za ajabu. Tazama nini? Yaani lazima uwe kumsifu Mungu anakiri. Kumsifu Mungu anakiri. Baba umependeza. Baba uko vizuri. Baba ninakuabudu. Baba ninakutukuza. Kuna nyimbo lazima usimbe. Tulikuwa na wimbo fulani zamani katika mahubiri. Nitangalale, Yesu nitangalale. Tuko ndani kwenye roho. Watu wanaenda kwa lugha. Lakini usaidie kitu mwingi usio msifu Mungu na nyimbo ndio sio sasa kusema Baba ni Mungu. Unaongea nini? Biblia inasema wakamsifu nani? Tafuta nyimbo za kumsifu. Sio naimba tena Lord. Usinipite Mwokozi. Wewe sio nyimbo kutia faraja. Ndio unaonekana mzuri wa kiroho, lakini pale kuna sifa gani kwa ajili ya Yesu? Umbaji wa kusifu. Kuna nyimbo zinakugusa wewe. Na ndizo zinatakiwa. Swala sio kuimba kwa sauti ya slow motion. Hata kwenye baa wanaimba slow motion. Swala ni kwamba unakugusa vipi moyo wako kwa nyimbo moja. Kwa nini nikwambia cha kwanza, zile ambazo zinakusaidia kwa ajili ya mipendo kwenye maisha ni maombi. La pili nimekwambia sio maombi peke yake. Hivi tunakwenda kuongeza kitu kingine ambacho Paulo na Sila baada ya kuona wamefungwa kwenye milango, maisha magumu, uchumi umeharibika, hakuna ajira, mambo yote yamebadilika, watoto wanatakiwa kupata ada, wakaamua kumsifu Mungu. Na ikupita muda, tuende mstari unaofuata. Anasema ghafla pakawa na tetemeko kuu, bali ni kwa sababu walimsifu Mungu. Hata walinzi wale milango ya gereza ikatikisika.
Anasema hata misingi ya gereza, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyote vikaregezwa. Tumesoma habari za Petro. Tunakuta kwamba usiku wa manane Mungu alimpitisha katika geti la kwanza, geti la pili. Kwa sababu watu walikuwa wanaomba. Nimekwambia kuna umuhimu wa kuomba kwa timu. Hata kama una jambo kubwa wakati mwingine, lakini tafuta mtu ambaye anakifua. Kwa sababu kuna watu ukiombea mambo yako ndipo wanakwenda kuitangaza. Mtu ambaye anakuambia habari za watu wengine, sio anayempea kitu kingine. Usikubali ujinga huo. Usizani mtu kuna mtu anakwambia tu habari za mtu fulani, shua na yeye anachukua habari zako anapeleka kwa yule mtu. Kwa hiyo anakifua. Bora uombe peke yako porini. Nasema bora kukaa porini jangwani na shida kuliko kukaa ndani ya nyumba na mwanamke anayeongea sana. Sasa sio mwanamke peke yake. Mtu yote ambaye anaongea sana sio mtu mzuri. Yaani ukiwa mtu anaongea maneno mengi, anapaka maneno ya kienyeji, anakwenda juu chini, anaongea anapaka kama huyu mtu mbaya. Kwa sababu Kristo huko hivyo. Lazima atakosea. Lazima atasengenya. Lazima atasema vibaya. Ndio maana Biblia inasema jifunze kukaa kwa utulivu wakati wako. Oh, nasema ni muhimu kuwa na mtu ambaye anakuombea. Nyumbani kwako kama kuna jambo, ishirikishe familia yote. Na ndio maana kuna muhimu kama mnakaa mtu na mke wake, lazima muwe na mtu unaambia leo zamu yako kama kuomba usiku. Wewe zamu yako kama kesho zamu yako. Tutasoma neno, tutaomba. Kuna nguvu katika kuomba pamoja. Mkono wa kwanza. Lakini la pili nimekwambia kuna kusifu. Na pia ukipata nafasi ya kukaa na familia yako mkamsifu Mungu, swala sio kuimba tenzi, nimekuonya. Kwa sababu kuna watu wanakaa tangu kule nini? Nasoma ni njema. Haleluya. Sasa unasoma ni njema sasa so what? Yaani wako na mabudu Mungu au naimba wimbo, kuna nyimbo za faraja. Hata kuna nyimbo za kumtukuza nani? Kwa lazima uwe makini, unaona kwenda wapi? Yaani usio kama ni dhambi kuimba nyimbo za faraja, ni sio wakati wake. Kuna nyimbo Yesu asifiwe. Tunaimba kwa kuna nyimbo zinaimba. Unachukua kwa kuna wimbo wa utukufu. Swala sio sauti tu itoke. Swala ni kwamba unatupeleka taarifa gani kwa Mungu Bwana. Ni jambo la msingi sana. Sehemu ya tatu, mtu wa tatu katika mlango wa ufunguliwe. Ni kitabu kile cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 21 mpaka 22. Mnajua vizuri na nyinyi ni mashahidi wa mambo haya. Wakati ambapo wana Israeli wametoka nchi ya Misri na wakafika hatua mambo yamekuwa magumu. Kama ambapo leo watu wamekuja kanisani, inawezekana kuna mtu ana ugonjwa ambao hata kumsimulia mtu hawezi kumsimulia. Kwa sababu mambo yamekuwa magumu. Inawezekana unapitia katika mlima ambao huwezi kuelezea kwa makini, kwa sababu mambo yamekuwa huwezi kumwambia hata mtu mwingine. Kuna mambo huwezi kumwambia hata mtu. Lakini kitabu cha Kutoka 14:21-22 kinatuambia siri nyingine ambayo ni kubwa sana. Nasoma kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Anasema Musa akanyosha mkono katika bahari, juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo na nguvu kutoka mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Sasa turudi nyuma. 20. Anasema Musa akanyosha mkono. Rudi nyuma tena. 19. Anasema tunde 20. Anasema ikafika katikati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Hapo palikuwa na wingu, lakini ilikuwa nuru wakati wa usiku na hata karibia hata usiku na kucha. Hiyo ndio tuache. Tunaenda 21. Ndipo tunakuta Musa ananyosha fimbo kwenye bahari. Lakini tukienda kwenye 14, turudi 14. Tuanze pale ilikuwa tuweze kwenda. Lakini kitu gani nikuchekee? Kitu cha tatu kitakachokusaidia. Sikiliza kwa makini. Tuanze 13. Anasema Musa akawaambia Waisraeli, msiogope. Umekuwa na kufukuza kwa ajili yao, msiogope. Kama ikibidi kulala nje, lala nje. Usiogope. Lakini Mungu atakuruhusu kulala nje. Usiogope. Inawezekana ujue kesho utakula nini, usiogope. Anasema simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakufanya leo. Kwa maana hao Misri ndio wana leo, hamtaona tena
nenda mstari unaofuata. Asema Bwana atawapigania, nani mtanyamaza kimya? Kwa maana vita sio vyako. Nenda mstari unaofuata. Asema Bwana akamwambia Musa, mbona unalia? Waambie wana Israeli waende mbele. Sikiliza kwa makini. Kitu cha tatu, nikwambia cha kwanza maombi. Na maombi nilikwambia leo ni maombi ya kusaidiana na wenzako. Kitu cha ndio maana katika kanisa lazima tuwe na kikundi cha maombi. Ndio maana nasisitiza kila siku ni muhimu kwa kujiorganize kwa ajili ya kuwa na kikundi cha maombi, kwa sababu kikundi cha maombi kinakuwa na nguvu. Usipokuwa na kikundi cha maombi kwenye kanisa, watu watakuwa na shida nyingi, watashindwa kuleta matatizo yao. Ndio maana tunatengeneza kitu kama hicho. Nimekwambia cha pili ni jambo la msingi sana, sifa na utukufu kwa Mungu. Lakini nimekwambia cha tatu kitu kidogo sana, nisikize kwa makini. Nikupe mfano. Kuna mahali nilikuwa na shida. Kuna wengine wanajua. Nisema kwa ilikuwa ni ardhi. Kwa hiyo wale ambao walikuwa nimenunua ardhi wakaniambia bwana, hapa mahali ulipojenga ni petu. Mimi ni mwanasheria kitaaluma. Kwa hiyo kisheria mimi na hati. Na nikienda mahakamani nitawashinda dakika 2. Kwa sababu tayari na nafasi yangu kuweza kufanya kule mambo. Lakini walipokuwa wamekuja nikaingiwa na hasira. Nikataka kuungana nao. Nikataka kukemea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipogeuka nyuma, sauti ndogo ikaniambia, wasikilize, wafanyie unachotaka. Wasikilize. Tunataka nini? Tunataka hela. Yaani mimi na kinati hadi pia kwangu. Alafu nikatoe nini? Hata sio ndogo. Ni uchumi wa mwezi mmoja miwili. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema mimi nitoe hela. Haiwezekani. Ile sauti ikaniambia sawa, sikiliza sauti yangu. Wewe unaniambia ni nani mimi mapepo hapa jina la Yesu, kwa Yesu asifiwe. Nikarudi. Kaambia wapendwa, hebu tukae chini tuongee. Mtakayeka kiasi. Akaniambia kiasi gani? Nikamwambia nipumzike kidogo. Wakakubali. Kumbe Mungu alikuwa anapika utii na unyenyekevu. Basi kubali kupoteza baadhi ya mambo. Wale jamaa baada ya kukubali na kuwapa hela yao, ile ardhi walionyesha, nikasema wewe ni Bwana Yesu asifiwe. Ikatatua matatizo mengine mengi kwa sababu nilipata faida ambayo siwezi kuelezea. Jambo ambalo nikipigana vita hata miaka 30 na mimi kujifanya mjanja na uchumi wangu sijui na wakili sijui. Naomba nikwambie, kubali kupoteza. Hakuna faida utaweza kupata bila kupoteza. Mungu anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Mungu anakuambia endelee mbele. Baba, mbona mambo hayaendi? Uchumi, nenda mbele. Mungu atumulize maswali. Jifunze kuwa nafsi yako. Usikubali kuwa ni mtu ambaye anataka kupambana kila kitu. Ukiishi maisha haya huwezi kwenda mbali. Lazima ukubali kupoteza. Kubali. Mungu atakupa faida kubwa zaidi usiweza kuelezea. Kwa kitu cha tatu cha msingi. Ngoja nikwambie. Hata kama leo utachukua vyote. Kama nilitokea kwa hiyo. Mungu anaweza kurudishia wale tatu. Haya mambo ya dunia hii, mambo ya kupambana, kupigana, kujionyesha umwamba, kutaka kuonyesha vita, unamzuia Mungu asifanye kazi kwa maisha. Ndio maana mstari wa 21, twende moja kwa moja mpaka mstari wa 21 mpaka 20, twende mpaka 21, 22. Ni 21, 22. Bwana atawapigania mtakatifu. Vita sio vya kwako. Sio kila unachokiona cha kupambana. No, kuna vitu unaviacha. Unamsikiliza mtu wa ndani. Na Mungu uzuri anaongea siku zote. Huyu mume wako amekupiga vibao ndio. Lakini sio sababu kama anataka kupalia kigombe na anaweza kupigana. Mungu akubariki. Ingia kwenye magoti. Unaweza kushangaa mwanaume ambaye alikuwa ni vile amekuwa kama milisho ilifuata sasa. Kwa nini? Kwa sababu tunaamua kunyenyekea. Lakini ukileta ubishi na ujeuri, ukaonyesha na wewe ni mwamba, naomba nikwambie Mungu anakaa pembeni. Alafu hiyo vitu anapigana nao kwa moyo. Amua kubali kufa.
Amua kukubali kuwa mjinga kwa ajili ya Yesu. Sio kuwa mjinga hivi. Lazima uwe na roho ya unyenyekevu na utii. Vinginevyo, mpendwa katika Bwana, huwezi kwenda kwenye mambo makubwa ya Mungu. Kwa nisikize kwa makini napomaliza. Namna gani unaweza kufungua milango? Nimekwambia maombi. Nimekwambia sifa ya mipenyo. Nimekwambia utii na unyenyekevu. Usifanye maamuzi yoyote kwa sababu ni wewe. Msikilize roho wa Mungu ndani yako. Yusufu alipoenda kwa Potifa, alikuwa anafanya kazi za kiajabu sana. Hakujua siku moja atakuwa mfalme. Mruhusu Mungu akutengeneze. Mruhusu Mungu akupitishe kwenye taaluma. Lakini utakapotoka kwenye matatizo haya na shida hii, utakuwa mtu mwema zaidi na mzuri zaidi. Utakuwa na nguvu zaidi na utukufu mkubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo yanafunga milango ya watu wengi. La kwanza ni kukosa imani. Kukosa imani kwa maana gani? Mchungaji unaongea nini? Sikiliza kwa makini. Ukutana na mtu na matatizo, mchungaji, nimeombewa kwa mamposa, nimeombewa kwa manani, sijui manani, sijui nimeombewa kwa nani, sijui kwa nani, lakini naona ngoma imegoma. Tatizo sio wale wanaomba. Tatizo ni mtu. Ana misingi ya imani. Tatizo sio Mungu. Msingi wako wa imani, mdomo wake. Nakwambia kwamba wewe masikio, umesikia. Lakini midomo inachokisema kina maana kubwa sana. Tunapokusikiliza unaongea, tutachua na imani au una. Lakini tukikuona nasimama na mistari ifuatayo, wa Filipi 4:13. Na yaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Usikubali. Ukishamsikia unasema, wewe unaweza kuimba? Mimi siwezi kabisa, siwezi. Ujue imani yake hapo. Hawezi kufanya chochote mtu. Lakini mtu akisema na yaweza mambo, utajenga nyumba mwakani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sema na yaweza mambo, Mungu atanisaidia nitajenga nyumba. Utaweza kufanya kitu fulani na yaweza mambo. Lakini pia mstari mwingine wa msingi wa kiimani ni kitabu cha Isaya 54:17. Ambao ni mstari wa msingi sana. Hii mistari natamani uishike moyoni mwako, ikae ndani ya moyo wako ikusaidie kujenga imani. Vinginevyo milango itakuwa inapita. Anasema hakuna silaha inaweza kusimama ikakufanyia mabaya wewe kama umesimama na Mungu. Silaha yoyote itakayosimama kinyume chako Mungu ataipiga. Hakuna mchawi anaweza kuroga wewe. Hajazaliwa bado duniani. Hayupo. Kama ni muombaji, unahudhuria kanisani, unakwenda kwenye maombi ya vita, unakwenda wakati mwingine. Hakuna. Hajazaliwa bado. Huyo mtu hayupo bado. Hakuna mwanadamu anaweza kuzuru wewe. Hayupo. Wewe ni mtoto wa Mungu, unalindwa na malaika. Wala usihofu. Lakini Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 anasema silaha za vita vyetu si za binadamu, si za damu na nyama, bali zina nguvu katika Mungu kuweza kuangusha hata ngome. Mpendwa katika Bwana, mwisho wa yote ni Yeremia 29:11. Mungu anakujua kabla hujazaliwa. Ana mpango mzuri na maisha yako. Matatizo unayoona usiyaogope. Jua yatapita. Usishindane na mwanadamu yeyote. Mkabidhi Mungu shida zako zote. Mungu atakufungulia mipenyo. Hakikisha umemwambia Mungu haja za moyo wako. Hakikisha unaweza kuugua. Kuugua maana yake ni kulia. Nilikwambia siku moja, kama unaombea jambo lako, mfano una pesa, una kazi, hujawahi kulia, hujaomba bado, hilo jambo litakugusa. Natamani ujenge misingi mikubwa sawa na kitabu cha Marko 9:23. Yote yanawezekana kwake aminiye. Ukiamini jambo lolote kwenye maisha yako na ukaamua kumuomba Mungu, linawezekana. Hakuna ambacho Mungu hawezi kufanya. Tumalizie mstari mmoja, some pamoja. Yohana 1:5-14. Waraka wa kwanza wa Yohana
sura ya 5 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Anasema, na huu ndio ujasiri tulionao. Unajua maisha yanang'ata. Maisha ni magumu. Maisha ni mapambano. Lakini anasema wewe kama umeokoka una ujasiri mmoja. Anasema na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu chochote, neno lolote sawa na mapenzi yake, atusikie. Basi huo ndio ujasiri wetu. Hiyo ndio imani yetu. Hapo ndio tumesimama. Napomalizia, unawezaje kufungua milango iliyofungwa? Kila mtu hapa Mungu amekuwekea hatima njema sana ya mtu. Lakini kuna nguvu ambayo imezuia usiende kule. Inaonekana kwa macho, haionekani kwa macho. Unachokiona chochote, unatakiwa na mambo tabia njema hizi. Mdomo wako, Yesu alimfungua ile mtu mdomo. Hakikisha unaongea kwa mamlaka. Ewe ugonjwa katika tumbo langu, ng'oka kwa jina la Yesu. Usiongee, ewe ugonjwa tumboni mwangu, ng'oka. Ng'oka. Mpendwa katika Bwana, ufalme wa mbinguni tangu enzi ya mbatizaji hata leo unapatikana kwa na hao wenye Mungu atakupa sauti ya ukali kwa ajili ya kumkemea mume wako au mke wako au watoto wako. Sauti ya ukali kwa ajili ya kukemea matatizo yako. Kemea tatizo lako na Mungu atatenda. Ongea kwa mamlaka kwa sababu umepewa mamlaka. Lakini la pili, usichoke kuomba. Ukifika mtu anakuambia nimeomba mpaka nimechoka mchungaji, nimefunga mpaka nimefungika, ujue tayari hamna kitu. Lakini nikuonya, maarifa ni ya muhimu sana. Unaombaje ina maana kubwa. Mtu mmoja ameoa, ana mke, ana mume. Sawa? Mwezi wa 6 kulikuwa na maombi ya watu France kote kwa majina ya siku 21. Akawepo kule. Mwezi wa 7 kulikuwa na maombi ya Nigeria fulani ya siku 90. Akawepo. Alafu mume wake nyumbani anamwacha kama alivyo. Wale walioa wanaelewa. Usio Kristo. Kila jambo swala sio kuomba tu kwa sababu unaomba, tupata maarifa ya namna ya kuomba. Lazima uangalie vizuri naombaje. Swala sio kufunga. Unaweza kufunga kwa hasira tumeamua kupunguza uzito. Lakini funga ukiwa na ufahamu. Tafuta namna kuweka vizuri. Mpendwa katika Bwana, leo tutakapoenda kuomba maombi haya, la kwanza kuna vitu vitatu vitatokea. Ile neema ya Mungu ambayo iliachiliwa kwako na adui ameisuia inaenda kufunguka katika jina la Yesu. Chochote ambacho adui amekiiba kinaenda kurejeshwa kwa moto kwa jina la Yesu. Vita yoyote iliyosimama kwa ajili yako inaenda kusambaratika kwa jina la Yesu. Na utatoka ukitembea katika hatua nyingine ya utukufu katika jina la Yesu. Tusimame. Kanami ni usikute usilia chekizani kwa Sema Baba, kwa jina la Yesu, nimesikia neno. Masikio yako yamefunguka.
Baba, kwa jina la Yesu, chochote ambacho kimefunga masikio yangu, efuata asubuhi ya leo, efuata kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba ufungue masikio yangu nikaweze kusikia maelekezo yako, nikaweze kusikia neno lako, nikaweze kutendea kazi neno lako katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo, Bwana, ninaamuru kila mlango wa baraka juu ya maisha yangu ambao umefungwa, efuata kwa jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu, nashika macho yangu, naomba Bwana, fungua macho yangu, fungua masikio yangu, fungua macho yangu, nione Bwana milango ya mipendo, milango ya baraka. Nimechoka kutembea nikigusagusa kama kipofu. Leo naomba Bwana, nataka nione, nataka nisikie, nataka ninene katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo, kizuizi chochote ambacho kimewekwa mbele ya maisha yangu, ewe kizuizi, efuata, achia njia katika jina la Yesu. Baba, ninaomba aina yoyote ya uchawi, aina yoyote ya ushirikina, nguvu zozote za giza, ziwe za kiti, ziwe za mapepo, ziwe za uchawi, ninaamuru efuata, achia roho yangu, achia mwili wangu katika jina la Yesu. Sema Baba, nanyosha mikono, naomba leo nguvu mpya, nahitaji kuwa mwombaji, nahitaji kuwa mwombaji, moto mpya maombi. Roho Mtakatifu, ingia kwa upya ndani yangu. Naomba neema ya maombi, nikawe mwombaji, nikautafuta uso wako katika jina la Yesu. Baba, ninaomba milango yoyote ya mipenyo kwa ajili ya utajiri, kwa ajili ya uponyaji, kwa ajili ya kuinuliwa juu katika maisha yangu ambayo imefungwa, efuata kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Amen. Naomba nikubariki sasa. Nyosha mikono yako mbele juu. Sema amen unaposikia neno hili. Sikiliza kwa makini. Jifunze kusikiliza. Na unaposema amani, midomo yako ifunge. Tunafungua masikio, tunafungua midomo. Kwa mdomo wako ni amen. Rabo sekoria. Baba, ninabariki watu wako. Ninatamka yoyote aliyenyosha mikono asubuhi ya leo, mlango wowote ambao umefungwa katika maisha yako upate kufunguliwa leo katika jina la Yesu. Ninatamka na ninatabiri kwamba kuanzia leo Mungu ataleta fursa mpya katika maisha yako na mipenyo isiyokuwa ya kawaida katika jina la Yesu. Ninatamka na ninatoa tamko katika ulimwengu wa roho, nguvu yoyote ya giza ambayo ilifunga milango yako leo inakuachilia kwa jina la Yesu. Natoa nabii katika jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu kwamba kuanzia leo eneo lolote la maisha yako ambalo limekuwa ni giza lipate nuru sasa kwa jina la Yesu. Ninatoa nabii katika jina la Yesu na ninatamka kwamba kama kuna chochote ambacho kimeibiwa kwenye maisha yako, iwe ni afya, iwe ni uchumi, iwe ni mali, iwe ni ndoa, iwe ni upendo, iwe ni amani, kwa jina la Yesu wa Nazareti, pokea marejesho mara 7. 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 Pokea marejesho mara 7 katika jina la Yesu. Ninatabiri utakuwa na furaha milele kwa jina la Yesu. Ninatabiri kila anayekuja mbele yako kama mchawi anaenda kuanguka kwa jina la Yesu. Ninatabiri kwamba kuanzia leo utatembea katika mlango wa mipenyo kwa jina la Yesu. Ninatabiri kwamba nuksi zote zilizokuwa juu ya maisha yako zimeondoka leo kwa jina la Yesu. Ninatabiri watu waliokufukuza
watu waliokugonga leo wanaenda kukaribisha kwa jina la Yesu. Ninatabiri wale waliogombana nao wanaenda kuwa marafiki zako kwa jina la Yesu. Ninatabiri wewe sio maskini, ni tajiri kwa jina la Yesu. Ninatabiri unaenda kufanikiwa sana kwa jina la Yesu. Ninatabiri utakuwa na nguvu za maombi kuanzia sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatabiri magonjwa yoyote ambayo yako katika mwili wako, kwenye miguu yako, kwenye tumbo lako, kwenye mgongo wako, kwenye mikono yako, kwa mamlaka ya jina la Yesu, pokea uzima leo, pokea uzima leo, pokea uzima leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Shimame mwenyewe sasa, ongea na Mungu wako. Rabo sekorianda rabo, rakabakarianda raboshe, remasiondo roboshe, rekabakarianda rabo, remasiondo robosha, rekabakarianda rabo, rekabakarianda rabose, ramosakorianda rabo, rekabakarianda rabo, rakobakarianda rabo, renda rabose, ekereba, rekabakarianda rabosa.